Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba usitishaji vita nchini Lebanon, ambapo Israel inapambana na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah, utarefushwa kwa wiki 3 zaidi. Usitishaji wa sasa ulipaswa kumalizika siku ya Jumapili. Tangazo la Trump linakuja baada ya duru ya pili ya mazungumzo na maafisa wakuu wa Lebanon na Israel mjini Washington. Hezbollah walikuwa wamepinga mkutano huo, huku wanajeshi wa Israel wakiendelea kuteka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Na taarifa zaidi na Sarafina Robi. Great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of... Huyo ni Rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kwamba muda wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon umeongezwa kwa wiki 3. Katika mtandao wake wa Truth Social, anasema hili linafuatia mkutano kati ya maafisa wa Israel na Lebanon katika ofisi ya Oval. Katika tangazo lake, Trump anasema mkutano huu, ambapo makamu wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio pia walikuwepo, ulikwenda vizuri sana. Anasema ilikuwa ni heshima kubwa kuwa mshiriki wa mkutano huu wa kihistoria, na anasema anatazamia kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun katika siku zijazo. Great meeting with the very high officials of... Nilikuwa na mkutano muhimu na viongozi wa ngazi za juu za Lebanon na Israel, na tunadhani kwamba rais wa Lebanon na waziri mkuu wa Israel katika wiki kadhaa zijazo watakuja hapa, na wamekubali kuongeza kwa wiki 3 kwa kusitisha mapigano. Hakuna kushambuliana tena. Tunatumai hilo linaweza kutokea kati yao, ila kuna Hezbollah na tunafanya kazi na Lebanon kurekebisha mambo katika nchi yao. Ninaamini ni kitu ambacho tunaweza kufanya kwa urahisi sana. Pretty easily. Mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yalioanza na duru ya kwanza mapema mwezi huu katika ikulu ya White House ni mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu mwaka 1993. Balozi wa Lebanon nchini Marekani Nada Hamadei Mouad, balozi wa Israel nchini Marekani Yeshua Al-Lekter, balozi wa Marekani nchini Lebanon Michelle Issa na balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, kila mmoja anamsifu Trump kwa mchango wake katika mazungumzo hayo. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likisema jeshi lake la anga limenasa na kudungua makombora kadhaa yaliyorushwa kutoka Lebanon, huku ving'ora vikilia katika eneo la Shtula. Hezbollah inasema kwenye Telegram kwamba ililenga eneo hilo katika shambulio la roketi. Haya yanajiri wakati mazungumzo kati ya Lebanon na Israel yakiendelea mjini Washington DC, kulingana na vyombo vya habari vya kitaifa vya Lebanon. Asante Sarafina Robi. Wawakilishi katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuajiriwa kwa watoto na magenge ya uhalifu nchini Haiti. Hatua hii imefuatia ripoti ya shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF mapema mwaka huu ikisema iliongezeka kwa 200% mwaka 2025. Nchi hii imekumbwa na ghasia na magenge yaliyoenea kwa miongo kadhaa. Wakati huo huo, zoezi la usambazaji chakula limeendelea kuwa gumu nchini Haiti, huku kutokana na hali ya usalama, ambapo mwakilishi wa kikanda wa shirika la chakula duniani WFP nchini humo Laura Castro anasema hali ni mbaya. Leo unaona chakula cha mwisho tulicho nacho kutoka kwa serikali ya Marekani kimefika na sasa kinasambazwa, lakini tutaishiwa, hatutakuwa na chakula. Tukiacha kuwapa chakula wanawake walio katika mazingira magumu, walio katika vituo vilivyohamishwa na wanawake walio katika familia zinazowapokea, itawabidi kutafuta chakula hiki kwa namna fulani, na hilo litawafanya wawe hatarini sana, wanyonge zaidi kuliko walivyo sasa. Very vulnerable, much more vulnerable they are now. Inakadiriwa kwamba nusu ya washirika wa magenge ya wahalifu ni watoto huko Haiti, na hivyo kufanya taifa hilo kuwa maeneo hatari zaidi ulimwenguni kwa mtoto. Wawakilishi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamesisitiza haja ya kuwalinda watoto, huku kukiwa na mzozo wa kibinadamu, kiuchumi na kiusalama wa Haiti. Kaimu mkazi mkuu wa Haiti Alex Didier Fils-Aime anasema ni wakati wa kukusanyika pamoja ili serikali ichukue nafasi yake inayostahili, na kwamba Haiti haitaangamia. Tangu vita vya magenge vilipozuka mwaka 2021, karibu watu milioni 5 wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo, nusu yao wakiwa ni watoto. Maelfu wameuawa, pamoja na ripoti zilizoenea za unyanyasaji wa kingono, utekaji nyara na unyang'anyi.
Na utafiti mpya umegundua kwamba watoto wanaougua malaria kali wanaweza kupata athari ya kudumu ya ubongo, huku wengine wakipata alama za chini na uelewa wao kuwa mdogo na uwezo wa kufikiria kuwa umeathiriwa baada ya miaka kadhaa. Utafiti huo uliongozwa na kufanywa nchini Uganda na Paul Bangirina ambaye ni profesa mshiriki wa saikolojia katika chuo kikuu cha Makerere mjini Kampala. Ulifuatia watoto ambao walikuwa wametibiwa aina 2 za malaria makali. Waliwafuatilia watoto hao kuanzia mwaka 2008 na kugundua baadhi yao walionyesha dalili za kuathirika kwenye utambuzi, kufikiria, kujifunza ndani ya mwaka 1 hadi 2 wa maambukizi ya malaria makali. Lakini uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha athari hizi zinaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Taarifa hii inasomwa hapa na Esther Luambano. Jumla ya watoto 939 walipimwa tena, wengine hadi miaka 15 baada ya kupata malaria iliyoenda kichwani au anemia kali iliyosababishwa na malaria. Malaria ya ubongo ndiyo aina kali zaidi. Inatokea wakati ambapo chembechembe za damu zilizoambukizwa zinapowekwa kwenye mishipa midogo ya damu kwenye ubongo, hivyo kuzuia mtiririko wa damu na kusababisha uvimbe. Inaweza kusababisha kushindwa kujitambua, katika hali nyingine hupelekea kifo. Pamoja na anemia kali ambayo hutokea wakati mwili hauzalishi seli nyekundu za damu za kutosha, inadhaniwa kuathiri zaidi watoto milioni 2 kila mwaka, wengi wao katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wakati watafiti waliporekebisha mambo kama vile hali ya kijamii na kiuchumi na elimu, walibainisha kuwa tofauti za upatikanaji wa huduma za afya zinaweza pia kuwa zimeathiri matokeo. Walipata watoto waliofanya vibaya zaidi katika hesabu kuliko wale ambao hawakuwa na ugonjwa huo. Mwaka 2024, malaria ilisababisha takriban visa milioni 282 na vifo 610,000 duniani kote kutoka vifo 598,000 mwaka uliopita, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Vifo vingi ni miongoni mwa watoto wadogo barani Afrika. Ingawa maendeleo yamepatikana katika kupunguza idadi ya vifo duniani tangu mwanzo wa karne hii, wataalamu wanasema ni kama vile maendeleo yamesimama katika miaka ya hivi karibuni. Wakati nchi 47 zimeidhinishwa kuwa hazina malaria, nyingine ikiwa ni pamoja na Ethiopia, Madagascar, Afghanistan na Yemen zinashuhudia kuongezeka kwa kesi. WHO imesema kuibuka tena kwa ugonjwa huo kwa kiasi fulani kunatokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababisha hali ya joto na unyevunyevu, ambapo mbu hukua na kusukuma wadudu wanaoeneza magonjwa katika maeneo ambayo hayakuathiriwa hapo awali. Ni Esther Luambano na ripoti hiyo kuelekea siku ya malaria duniani ambayo itaadhimishwa hapo kesho Aprili 25 kesho. Tuanze viwanjani kwanza. Yes. Kama kawaida. Headphone umefanyaje? Jamaa nini? Headphone mbona ina? Mimi mambo na mimi wapi na wapi jamani? Mshambuliaji wa Hispania Lamine Yamal ametakosa msimu uliosalia Barcelona, lakini anatarajiwa kuwa fiti wakati wa finali za kombe la dunia Skola. Mchezaji huyo atakuwa fiti. Yes, wenzetu wanaweza kutabiri vizuri. Kinda huyu mwenye miaka 18 alipata majeraha ya msuli wa paja katika mguu wake wa kushoto wakati wa goli 1-0 dhidi ya Celta Vigo Jumatano. Alikuwa ameipa Barcelona bao la kuongoza kwa mkwaju wa penalty dakika 40, lakini mara moja baada ya kuonyesha kwamba jeraha limekuwa gumu na kukaa chini akishikilia mguu wake huo, alisaidia kutoka nje na wafanyakazi wa matibabu na kwenda moja kwa moja nje ya uwanja. Kwingineko, shirikisho la soka la kimataifa FIFA halina mpango kubadili ama kuibadilisha Iran na kuchukua nafasi yake kwenda kwa Italia kwenye michuano ya kombe la dunia msimu huu wa joto. Hii ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali baada ya mabadiliko hayo kupendekezwa na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump. Kumekuwa na sintofahamu inayoendelea kuhusu ushiriki wa Iran katika michuano hiyo kwa sababu ya vita vya Marekani, Israel na Iran. Mjumbe maalum wa Marekani Paulo Zampoili ameliambia gazeti la Financial Times la kwamba anathibitisha kwamba Trump na Infantino walizungumza kuhusiana na hilo, lakini hakuna uhakika. Ubalozi wa Iran wamesema pendekezo la Zampoili limeonyesha kuporomoka kwa uhusiano kati ya Iran na Marekani. Kwenye ugomvi unaolipa ndondi, Floyd Mayweather anatarajiwa kurejea tena uwanjani ulingoni. Amezeeka, lakini ndio hivyo pesa mama. Msimu wa joto kabla ya kupambana na kwa mara nyingine tena na mkali Manny Pacquiao, unamfahamu huyu Vizuri, nakumbuka pambano nao la mara mwisho ilikuwa mwaka 2000 na ngapi? Lilichezwa kama saa 9 usiku. Kwa sababu ilikuwa saa za kule. Kwa saa za hapa kwetu Afrika Mashariki. Watu wako lala hivi. Sasa huenda akarejea tena kupigana. Ilikuwa ni taarifa kushangaza kwamba Mayweather alitarajiwa kurejea tena ulingoni baada ya kutangaza kustaafu. Manny Pacquiao anatoka bara Asia, sio? Yes, anatoka Filipino pale. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na mashaka juu ya pambano hilo, ingawa Mayweather alidai kwamba pambano hilo litarajiwa kuwa la maonyesho badala ya mashindano ya ile ya kitaaluma, huku Pacquiao akisitiza
kusisitiza kwamba litakuwa ni pambano Pigani linaloidhinishwa kikamilifu. Yes, unajua huyu pia ni mtumishi wa Mungu peke yake, huwa anatembea na Biblia. Namaliza namna hiyo skola. Leo ni Ijumaa. Huyu anasema nimeona SMS inasema send me money for nails, nikaiblock. Kumbe ni fundi alikuwa anataka pesa ya misumari. Sio ya kucha.